au mwezi mmoja? Mimi nimefanya kazi miaka 5 mpaka mimi naacha kazi. Kwa nilikuwa nimemeki pesa yangu hiyo ambayo nilikuwa nayo, ndio nikawa nimeanza nayo, nikaendelea kupata matangazo mpaka mwisho wa siku nikaja wakanisponsor JK Pipes, tukafanya kazi hivyo. Wakati unaweza kuposti kuhusu uzinduzi wa hii ofisi yako, ulisema pia kwamba ulikaa kimya kwa muda mrefu, kuna vitu vingi viliendelea, lakini haukuwa muda sahihi kwa sababu umeshapata utulivu wa akili na nini. Utazungumza na Watanzania na wanahabari, utaweka sawa kila ambacho kiliendelea kwenye mitandao ya kijamii. Vitu ni vingi sana, wengi wamefahamu Nice kupitia kazi ya conductor, lakini pia ghafla Nice ikaonekana ameacha kazi na hafanyi tena kazi kwenye hiyo kampuni ambayo alikuwa akifanyia, lakini hafanyi tena hiyo kazi. Kila mtu akazungumza la kwake, ugomvi wa mahusiano ya kimapenzi na bosi nini, kila mtu akazungumza. Wewe ni mtu wa mitandao, utakuwa unaona vile ambavyo vimeendelea. Ukweli ni upi kuhusu Nice kuacha kazi kufanya kazi ya conductor kwenye kampuni ambayo alikuwa akifanyia kazi? Kwanza kabisa mimi nilipoanza kufanya kazi nilikuwa nafanya kazi kwa target. Itafika mahali nitaacha. Kwa muda ambao mimi nilioacha kazi na hisi ulikuwa ni muda sahihi kwangu kuacha ile kazi. Ila kuhusu mahusiano, hiyo haijawahi kuwa na haitoka itokee. Haukuacha kazi kwa kutokana na ugomvi na boss kama unavyosema? Sijagombana naye, si aliandika, mliona wenyewe. Sijagombana naye. Wanasema wao wameshare na boss. Waliamua, ni walimwengu tu waliamua kunichafua, but sijawahi. Na mimi kuacha kazi naomba kupumzika, kuna mambo yangu nafanya. Ndio hii idea yangu nilikuwa napambana nayo, ila hakuna kingine ambacho kilinifanya nikaacha. Baadaye tukaona picha, video za Nice akiwa kwenye mashirika fulani ya ndege na nini, ikaonekana kama umehamia kwenye kazi hiyo, lakini kwenye upande wa hizo flight. Ukweli uko vipi? Pia ni kwamba umesimama moja kwa moja kazi ya conductor au ya kuhudumia watu kwenye vyombo vya usafiri, au pia ndio umepata kazi kwenye shirika la ndege? Zile Nice mnajua wanatengeneza, ile ilikuwa ni kweli, ilikuwa tu imetengenezwa, na siwezi kusema eti sitofanya tena kazi kwa sababu sijui kesho yangu. Ila kwa sasa hivi napambana na biashara yangu, ikisimama nitaendelea na biashara hivyo. Kwenye kila mafanikio ya mwanamke yupo mwanaume, kwenye kila mafanikio ya mwanaume yuko mwanamke. Unaungana na hiyo kauli? Sijui hapo kweli. Wewe unajua? Hapo sijui. Kwa upande wako kwenye kusimamisha hii biashara hakuna mchango wa? Hapana, hamna. Unajua hapa nimelipa kodi mara 2. Yaani nilipo mwezi wa 8 ikaisha nikalipa tena. Muda huo vitu vilikuwa havijakamilika na sielewi. Hata tu kufungua juzi nimeforce, nikaona tena mbona kama kodi ya pili inaisha alafu hamna kitu, yani nikaforce hivyo. Kwa kuna vitu rahisi vile nimefanya asubuhi hivyo, nikasema acha nianze hapa nilipofikia tu, acha nianze. Nataka kuambia mtu wako sio supportive. Amna kweli, mimi nimejidunduliza mwenyewe. Yaani haja pray tu bado yote, lakini yupo ila tu alikuwa tu ananipa akili na mawazo hivyo. Labda kama sasa hivi akiona nimefanya anaweza akanisupport, akaona kweli mwanamke amepambana amefikia hapa, naweza nikaendelea kumshika mkono. Ila mpaka hapa kwa kweli namshukuru Mungu, ni juhudi zangu. Kuna aliye support yupo, ila amesupport mawazo. Akili tu fanya hivyo basi. Unamwona ni aina ya mwanaume ambaye anaelekea kwenda kupoa. Hayo mambo bado sana. Ile kwa kipindi ulituambia kwamba ndoto zako sasa hivi ni kupata mtoto, uzae na maisha mengine yaendelee. Hiyo tindi ilishapita, hiyo achana nayo. Kubadilisha wazo. Kubadilisha mawazo. Hapana, achana na hiyo, achana nayo. Ningependa kufahamu kusema issue kama hii ya usimamizi wa biashara ya chakula, kwa sababu tunaamini kuna mastaa wanaofanya chakula wengi. Kwako wewe, wazo lilikujaje kuanzisha biashara ya chakula na vinywaji? Na je, labda uliotafuta watu ambapo kutangulia mpaka sasa hivi na kuwa labda ABC bana, mdogo wangu pita hapa biashara ya chakula bana itangulia? Sijawatafuta, ila Nice management yangu iko vizuri, ndio imesimamia swala zima mpaka nimefika hapa. Hivyo ni kila kitu inasimamia, matangazo mpaka ofisi kufunguliwa hivi. Anayeni meneja, yani nampa tu asilimia nyingi. Sawa. Wateja watakaofika hapa huduma zitakuwa zinatolewaje? Kuna namna watu wanaweza wakafanyiwa pia delivery au ni mpaka mtu afike?
tutafanya huduma ya delivery na mtu akifika pia atapata huduma na delivery tutafanya ni kila mahali, ni utaratibu tu tutauweka hivyo, lakini delivery itafanywa. Sio tutakuwa kuna chakula mchana, usiku, pombe hivyo. Sawa, zungumza chochote na wale mashabiki zako na vipenzi vyako ambao wanakupenda kuhusu biashara yako, kwamba kuanzia leo sasa wamemsupport Nice kwa mengi, waje wamsupport pia kwenye biashara. Nashukuru kwa support ambao wamenionyesha kunipambania kipindi chote ambacho nimekuwa naongelewa mpaka sasa nimekuwa na biashara. Sina cha kusema zaidi ya kuwaomba waendelee kunisupport na nawakaribisha ofisini kwangu wateja wangu wote, marafiki zangu wote wanaokunywa ambao hawanywi, kwa sababu hata kama haunywi utakuja utakula. Hivyo basi naomba tu support yao kwenye hii biashara yangu ambayo nimeianzisha. Vipi kwa upande wa celebrities ambao labda wamekupa mkono, maana ndio wetu kufanya hiki vizuri na nini na vitu kama hivyo, kwa hiyo ambao unaweza kuamention labda fulani na fulani amenisupport hata kwa mawazo tu? Celebrity nadhani wote mlimuona alipokuwa ni Danice. Okay. Wengine walikuja lakini ule ndo alikuwa wa kwanza. Hajaanza kuonyesha sasa hivi. Na hata kuna kipindi nilipostiwaga video tunafunga buti, sio akawa ananiongelea, aliongea hata isho juzi aliongea, ukiachana kuongea na bado akaja DM akanishauri ongea, umekaa kimya hivyo hivyo. Basi bila yeye ndo mtu ambaye alikuwa anapambana sana, yani anatokea wa kwanza. Kama wengine hawakubali ama ndio ile kuna wakati mwingine kuoneana wivu na nini na vitu kama hivyo? Sidhani kama kuna wivu, but sijui wewe utajua moyo wa mtu, lakini mimi sidhani kama kuna wivu. Hata watu wengine huenda labda siku wanakutana nao kutokana na kazi labda nilokuwa nafanya, na siku hivyo haijatuunganisha, lakini kwenye upambanaji hivyo tunaombana support hivyo. Na utofauti wa Nice Lounge na Lounge nini kwa mtu ambaye yuko mbali na kwa mtu ambaye yuko mbali na watu wakija Nice Lounge watapata huduma nzuri bora kwa wakati. Okay. Nice kuna biashara haikuwa ni target na saluni hivyo, ila baadaye nikaja nikawaza kwa labda na sehemu ya chakula. Niliwaza kidogo nikakaa, kila mtu kikaa ukiomba mawazo, mtu akwambia chakula kinaiwa, pombe inaiwa. Kwa hiyo nikaona huku kuliko kitwa sana nijaribu huko. Na walikuwa yani kila nilokuwa namuomba support wengi walinishauri, kwa ndo maana huko ambapo kulikuwa kuna wengi wananiambia kunacho, nikaona huko nianze nao. Na kipindi alikuwa anakutisha kuna mambo ya sanaa pia, na hata kuna baadhi ya watu tunakuona ukiwa pengine uko nao hapa sanii, kipi kilipelekea mpaka pengine labda ukawa umesita labda pengine labda ukawa ujaendelea tena na kitu? Zile content napenda kufanya, lakini sometimes naangalia muda. Nikiwa na muda nafanya, ila nikiwa sina muda sifanyi. Na kutokuwa na muda kutokana na kazi nilikuwa nafanya. Mimi nilikuwa nasafiri usiku, nikifika asubuhi nalala. Kwa ule muda wa kwenda kufanya content ukawa huko tena, ndio maana nikawa nimeacha. Juzi nimepata muda kidogo, wakiniambia nikiwa na muda kwa tunafanya, ila nikikosa kwa niambia nikikosa, ila nikipata tutafanya. Lakini bado na idea na bado unataka. Panapowezekana nitafanya. Nice. Ila nikibana pia haitowezekana. Nice kwenye tasnia ya production. Na mimi sasa nimeingia wengi sana wanafanya vizuri. Labda kwa kweli nani ambaye anakuvutia? Kwa sababu umekaa kwenye kile kiwanda kwa muda mrefu, lakini umeamua kutoka pembeni. Hapo sina cha kuongea. Mimi nilishafanya. Nikawa mfano wa kuigwa. Nao ndio maana wameiga ili wawe kama mimi, wengine ni njia ya kujipatia riziki na wao wapite wawe na biashara kama mimi. Kwa hiyo siwezi kusema fulani ananivutia, fulani ananivutia, hapana. Kwa sababu sijui target za mtu. Mtu anafanya, anapambana, anapata riziki awe kama mimi. Mwingine tu anafanya like anapenda. Mimi mwenyewe kwa nafanya tu napenda, sio najua kama itafika hapo. Ila kwa nguvu za Mwenyezi Mungu.
Na tuna kipindi mtandaoni ilikuwa tunagoma sana kwamba unawaajiri watu nadhani kama utakuwa hujasikia pia upigine kwa uchazi kusikia kitu ambacho unaweza kuongea kuhusiana na hicho kwa wale matapeli ambao wanataka namba zako ama pia jina lako. Hilo issue la utapeli nilishafuatilia muda mrefu, na kwa sasa hivi sikuwa nimekaa, yani sikuwa nataka kusema eti nimeacha kazi watu wasitapeliwe. Hapana, nadhani kwa sasa hivi naweza ikawafikia. Mimi nimepumzika kazi muda mrefu sana, mwezi wa 8 namaliza mwaka mmoja, lakini bado watu wakawa wanatapeliwa. Kwa hiyo sasa hivi ni watu tu wawe makini. Mimi sihusiki na kutoa kazi wala siajiri mtu. Anataka kazi aende ofisi husika akapewe ajira, sihusiki na chochote kile.